Alhamdulillah kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo kitu muhimu hapa ni pointi 3 ambazo tumezipata siku ya leo. Tunapongeza sana wachezaji wetu wamepambana kwa kutosha. Tunapongeza technical staff ya mwisho. Tunapongeza sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa timu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex. Wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameshangilia timu yote kupata matokeo mazuri. Kuhusu Coastal Union, mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira naelewa nini ambacho Coastal watakuwa wanazungumza saa hizi baada ya kuconcede goli moja. Kwao issue inaweza kuwa sio kupoteza pointi 3. Kwao issue inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi 3. Ukicheza na Yanga hapa KMC Complex, chances za Yanga kushinda ni 70% kwenda juu. Kwa ukija hapa kwa timu kama Coastal ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie. Kwa hiyo nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare, lakini tumejaliwa kushinda, tumepata goli moja. Kwa wao linaweza kuwa na faida, inaweza kuboost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia, lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwa sisi, kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe 10 dhidi ya Azam Football Club. Wenyewe tumeshinda goli 6 goli 7 leo. Concentration ya player ingekuwa inashake kidogo kwenye mchezo huo. Kwa kushinda goli moja pia unapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu na wanatakiwa wajikaze, pambane tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zinazokuja. Kwa kosa baadhi ya nyota Stefano Zizi ipo kumraka ambao wamepokea hapana, haijatupa pressure yoyote kumkosa Azizi Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mpango wetu. Tulishawahi kuwa na hao wachezaji kwenye pitch tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma. Tulishawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi zikiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani namna ambao wamecheza vizuri, wamejilinda. Tuwe nafasi golikipa wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi 3 na ndio msingi uliotuleta hapa KMC Complex. Tuliona Khalid kushinda mimi hali zao zikoje, hususan kwa Aucho inaonekana kama kuhuzunisha na kila mtu anapata. Yes, tumezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wachezaji wao wawili. Ameniambia tumpe muda, pengine kesho tutakuwa na check up alafu atugie majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo inaweza kuepuka mchezo unaofuatia. Hiyo ni kwa Aucho, lakini pia na sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Unaweza kumkosa Aucho akacheza Duke Buya, akacheza Shuaboy, akacheza Mudathi kwenye 6 tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumwombea heri kwanza, sio muumia sana. Kama muumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutoka hapo na tupana kupata matokeo mazuri kwa mechi. Tunarejea chama dhidi ya Azam. Hamna maswali wengine? Wengine mpango mkakati ya Azam. Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya 3 na ya 4 na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya 2. Kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama Yanga tumeshajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje. Tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa lazima mechi hii tujipange kubwa, na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi tuanze maandalizi. Kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga, aidha ni ya kimataifa au nyumbani, basi maandalizi hayo tuyafanye pia kwa Azam FC, kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Ali, muda gani kuandaa idea ya Mashati Day? Umenichukua muda gani kuandaa idea ya Mashati Day? Maana umetoka Tabora umerudi. Hamna, mimi bwana, ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka haraka. Huu mchezo ulivyoonekana kama karatasi kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tu kirahisi. Sasa inahitaji sauti nyingine kuwaaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu leo tumepata washabiki wengi zaidi compare na mechi mbili zilizopita hapa nyuma. Maana tubuni kitu kingine
kingine ambacho kitawahamasisha mashabiki sasa wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko. Yaani waje kama leo tumepiga pasi, tumependeza, wamekuja kuenjoy, alafu sisi tupate watu wengi, na lengo la wao kuja kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kushangilia timu iweze kutimia. Kwa alikuwa wazo la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikiwa muda mfupi, limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Mashati Day limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Nafikiri nyinyi ni waandishi, ni mashahidi. Mpaka sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku Jumangapi? Jumatano, yes. Mpaka leo tiketi za VIP hazijaisha. Sio kawaida, sio kawaida. Kwa hiyo niwaambie, na hii ni mara ya mwisho, nawapa ombi. Kisima cha ubunifu nipo. Siku moja tu. Unajua Watanzania haya mambo ya kupita mtaani ukikimbia wanayazoea. Wakishayazoea wanakuacha. Unaelewa? Kwa lazima uwe unakuja na flavor tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa 24 ni kutoka leo mpaka kesho. Watume mwaliko niwasaidie. Niwasaidie tu kuhamasisha watu wao. Unajua kuna flavor wanazikosa. Mimi ninatumia DM nyingi. Akia Mungu na DM nyingi sana huku. Makolo akiniambia ungekuwa kwetu tungeenjoy sana. Tukaonesha. Kweli hali siri za watu zisipokuwa mawasiliano na watu public. Wasipokuja manake mechi inaweza kacheza na watu 600 kule ndani. Uwanja ni kweli kwa sababu tiketi za VIP ni watu wangapi kwa ule uwanja? Ukitoa wale wageni waalikwa zinabakia tiketi 300. Kwa hiyo mchezo wa robo finali mpaka leo tiketi 300. Usihusike na mechi yao kivyovyote. Huko ni kutangatanga. Mimi nawashangaa sijui kwa nini yani baada ya wazungumzie mechi yao wao wanadii tu na Yanga. Sijui kwa nini yani. Yaani sijui kwa hiyo wanajishtukia. Nimeona kwa mechi hii ndo wamefanya press conference 8. Mechi hii peke yake. Kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi, wamekuja kina shangazi, wajomba. Leo ni watu wengine wameenda leo. Yaani wanakuja watu wote, wanatangatanga. Yaani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu. Yaani mkituzungumzia Yanga sio kama ndo mtahamasisha watu wenu waje uwanjani. Tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Mechi 3 za mwishoni. Hapana. Sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo wa Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga Salumu toka na katoka na Mike Chana huyu huku bwana. Sasa dakika 8 hajatimia bado unatoka. Dakika 23 hizo. Dakika 23.